Mheshimiwa Moses Bujaga, mbunge wa jimbo la Sumve mkoani Mwanza, amewasilisha maoni na maelekezo ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti bungeni kwa niaba ya kamati hiyo yaliyolenga kutoa tathmini ya kina kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mahakama mwaka 2025-2026 pamoja na kushauri maboresho katika mipango, mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Novemba hadi Desemba 2025, mahakama ilifanikisha usikilizaji na kutolea uamuzi mashauri ya kiuchumi yaliyokuwepo yenye thamani ya takriban shilingi trilioni 13.1. Uamuzi huu sio tu ulipunguza idadi ya mashauri, lakini ulichochea mzunguko wa fedha kwenye uchumi kwa kuruhusu kiasi hicho cha fedha kuingia kwenye mzunguko ambacho kilikuwa kinashikiliwa na mahakama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inapenda kuipongeza serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua hii ya makusudi ambayo itachagiza katika kuvutia na kuongeza uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje, kwani uimara wa mahakama ya nchi ni moja ya kigezo muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na kuvutia uwekezaji katika nchi. Bila mfumo wa haki uliothabiti, wawekezaji hukosa imani ya kuwekeza katika nchi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha maduhuli cha mfuko wa mahakama ni faini na ada za mahakama. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, mfuko wa mahakama ulipanga kukusanya maduhuli yenye jumla ya shilingi bilioni 15.6. Hadi mwezi Februari 2026, jumla ya shilingi bilioni 5.2 zilikusanywa, sawa na asilimia 33.57 ya lengo. Ufanisi huu mdogo ni kiashiria kuwa kumekuwa na ongezeko la kutii sheria nchini. Mafanikio na changamoto ya utekelezaji wa majukumu ya mahakama kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026, mfuko wa mahakama umefanikiwa kutekeleza majukumu yafuatayo. Usikilizaji wa mashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Februari 2026, mahakama ilikuwa na jumla ya mashauri 183,220. Kati ya mashauri hayo, mashauri 45,187 ni mashauri yaliyokuwepo mwanzoni mwa Julai 2025 na mashauri 138,033 ni mashauri mapya yaliyofunguliwa katika kipindi husika. Katika mashauri yote 182,220, mashauri 143,677 yameamriwa katika kipindi tajwa na mashauri 39,543 yalikuwa yanaendelea kusikilizwa. Aidha, kati ya mashauri yote yaliyobaki mahakamani, mashauri yenye umri mrefu kati ya miezi 6 na miaka 2 kulingana na ngazi ya mahakama ni 3,317, sawa na asilimia 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mafanikio hayo, mahakama ya Tanzania imeendelea kuongoza katika ukanda wa Afrika kwa kuwa na kiwango cha chini cha asilimia 4 cha mashauri ya muda mrefu. Hii imechagizwa na matumizi ya tehama kutokana na uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali yetu makini. Matumizi ya tehama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahakama imeendelea kuimarisha na kutumia mifumo ya tehama katika utekelezaji wa majukumu yake. Baadhi ya mafanikio yaliyotokana na maboresho hayo ni pamoja na maamuzi 34,390 kuchapishwa katika maktaba mtandao, maamuzi 7,174 kuchapishwa katika mfumo wa Tanzil, jumla ya majalada 3,571 yenye kurasa 191,478 ya kumbukumbu za mashauri zilizozalishwa kipindi cha ukoloni yamebadilishwa kwenda kwenye mfumo wa kidijitali na kutoa taarifa ya mwenendo wa mashauri kupitia ujumbe mfupi wa message. Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi ya mifumo ya tehama yamefanya mahakama ya Tanzania kuwa miongoni mwa mahakama zinazoongoza Afrika kwa kutumia mifumo ya tehama katika kutekeleza majukumu yake. Matumizi ya tehama yameonyesha mafanikio makubwa, sio tu katika kushughulikia mashauri, bali katika kuokoa muda,
gharama pamoja na kurahisisha utendaji kazi. Aidha, mifumo imeongeza uwazi katika mnyororo wa utoaji haki na kukabiliana na changamoto za watumishi wasio waadilifu. Kuimarisha uwezo wa ukaguzi na usimamizi wa shughuli katika ngazi zote za mahakama na magereza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha Julai 2025 mpaka Februari 2026, ukaguzi wa shughuli za kimahakama ulifanyika katika mahakama za chini kwa wastani wa 99.9%. Aidha, magereza 113 kati ya 130 yalikaguliwa sawa na 87%. Kuimarisha usimamizi na ukaguzi wa utendaji kazi wa mahakama umesaidia mahakama kudumisha uadilifu, ufanisi, kukuza utamaduni wa uwajibikaji, kuratibu michakato, kujenga imani kwa umma na kuhakikisha hukumu za haki na zisizo na upendeleo. Utekelezaji wa mpango wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahakama imeendelea na utekelezaji wa mpango wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama wa miaka mitano, yani 2021 mpaka 2022 na 2025-2026, ambapo hadi kufikia Februari 2026 miradi imefikia katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.